Na mpenzi mtazamaji wa runinga An-Nisaa, natumaini mzima buheri wa afya popote ulipo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ya tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2025. Karibu katika kipindi chetu cha Gumzo, na hilo mpenzi mtazamaji, tuko hapa eneo la tunaweza people with disability. Tumekuja hapa kufanyia kipindi nyumbani. Tunasema kama ni nyumbani, na tuko nao hapa mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za walemavu la Tunaweza People with Disability, na upande wake pia tuko naye pia mwenyekiti wake Bi Lucy Chesi. Moja kwa moja, mpenzi mtazamaji, tutakuwa ni wenye kuzungumzia namna walemavu wanavyogeuza taka kupata pesa ili kulinda mazingira na namna ya kujikuza kiuchumi. Pengine tu tukianza katika utambulishi, mimi nafahamika kama Farda Ali. Kwa upande wangu, pengine ajitambulishe, anaitwa nani na kwa nini leo tuko hapa? Kwa majina naitwa Charity Chahasi. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la kijamii la Tunaweza ya walemavu, na tuko katika hii studio ya Nisa hapa kuzungumzia mambo mengi kuhusu walemavu na mambo ya mazingira na jinsi vile walemavu wanaweza kupata fedha ama kupata mapato kupitia recycling ama kugeuza taka kuwa mali. Kwa hivyo hiyo ndio tuko nao hapa siku ya leo, tunaenda kuzungumzia hayo siku ya leo. Kwa upande wangu, asante sana. Majina yangu naitwa Lucy Chesi. Siku ya leo tunaenda kuzungumzia kuhusu taka na pia kuhusu biashara. Vile walemavu wanaweza kufanya biashara kupitia ile mambo watu wametupa wanasema ni taka. Kwa hivyo karibuni sana, na siku ya leo ninafurahi pia kwa sababu ni siku yangu ya kuzaliwa. Na pengine tukianza moja kwa moja, Bi Charity, pengine utuelezee labda historia ya kampuni yako ilikuwa vipi ikakufanya wewe mpaka ukaanzisha biashara hii, ukaona kwamba itawanufaisha pia walemavu katika kiuchumi? Historia ya Tunaweza ni kwamba sisi Tunaweza ni shirika ambalo linajaribu kuinua maisha ya walemavu na kuinua uwezo wa walemavu ili ya kwamba walemavu wanaweza kujitegemea katika maisha. Vile vile tuna advocate katika haki ya walemavu ili walemavu wanapata haki zaidi katika mambo na maendeleo yao ya kimaisha na mambo yanahusu kijamii yote. Kwa hivyo sisi Tunaweza tunahusika sana na haki za walemavu na pia mambo ya economic empowerment, kufundisha walemavu skills mbalimbali, hizo skills mbalimbali ili waweze kupata mapato yao ya kila siku. Kwa hivyo ndio Tunaweza ilivyo, kwa sababu walemavu hakuna kazi kwao katika Kenya yetu ya sasa ama katika dunia hakuna kazi kwa walemavu. So wakifanya wakitengeneza bidhaa mbalimbali kutoka katika waste, na waste ile sio sana sana tunainunua, hapana, ni zile makaratasi natupa huko kama posters, newspapers, ni zinarushwa huko. Sasa sisi tunalokota, tunakuja tunatengeneza nini? Tunatengeneza bead na tunatengeneza necklace. Na kwa hivyo hizo taka tunafundisha walemavu ya kwamba hata zile machupa za plastiki za kunywa maji na nini, tunafundisha ya kwamba hiyo inaweza kuwapatia mapato bila kutumia uwezo mwingi wa kununua vitu mbalimbali, so that waende kuuza. Hiyo anaenda anakota, anatengeneza vitu vyake, anaenda kuuza. Kwa hivyo sisi Tunaweza ndio tunafanya hivyo. Kwa hiyo mliona kwamba mfanye biashara hii ili waweze kusaidika watu ambao kwamba wana ulemavu? Ndio. Tulianza biashara hii ya kwamba walemavu wasitumie fedha yoyote kuweza kutengeneza bidhaa za kutumia, maanake walemavu hawana pesa. Hakuna kazi, hawana pesa, hata hawana zile pesa za kwenda kununua vitu huku na kuuza. Kwa hivyo tuliona ya kwamba walemavu tukianza hii na kufundisha walemavu kutengeneza hizo ili waweze kujikimu katika maisha yao, na ni vizuri sana kwa sababu Tunaweza imemake step kubwa kwa kufundisha walemavu kuhusu kutumia taka kuwa mali ili kutengeneza bidhaa ama kuuza zile chupa na vile plastic, na kutengeneza pia kama maua hivi kutoka katika hizo plastic wanaweza uza na wakapata mapato. Kwa hivyo hiyo tulianza kwa sababu ya economic empowerment, kuempower walemavu wale ambao ili wasiweze wengi kuwa mtaani kule wakiombaomba. Si mapenzi yao kuwa kule manjiani wakiomba, ni kwa sababu hawana pesa
na hawana chochote chenye wanaenda, ndio maana wanaenda. Sisi tunataka kutoa ile dhana ya kwamba mlemavu lazima tu awe barabarani akibeg. Ni waja wanakuja, tumefundisha wengi. Niseme kwa mfano, tumefundisha walemavu karibu kama 100 hivi tangu tuanze hii. Tumefundisha kama walemavu karibu 100 hivi, so that waende, na wakienda wanaenda kutengeneza. Na wengi wao, kuna wengi naona wanatukota chupa barabarani, naona wanaweka, na naona wanauza, wanapata mapato. Wengine nimeona tangu tuwafundishe, naona wanatengeza vitu vyao kutoka kwa hizo makaratasi na wanaweza kuuza. Kwa hivyo tulianza hii kwa sababu ya kuinua uwezo wa walemavu, isiyo wanaomba barabarani, isiwe wanakaa tu kwa nyumba. Hapana, ni kwamba wanaweza kutengeneza kitu fulani na kupata mapato. Je, labda uliona pengo gani kwenye jamii kuhusu walemavu na masuala ya mazingira? Niliona pengo kubwa sana kuhusu walemavu na mambo ya mazingira, kwa sababu walemavu walikuwa hawajui zaidi kuhusu mambo na mazingira. Hawaelewi kabisa kuhusu mambo na mazingira. Na tangu tuanze hii, ilikuwa ni last year, tangu tuanze hii program, ni kwamba tulienda katika vijiji kabisa, huko kwa vijiji. Tulifundisha walemavu ambao walikuwa ni 10 ambao tuliwaweka katika sehemu all wards ambao ziko katika Nyali 6 wards. Kulikuwa walemavu wawili kwenda kufikia katika zile nyumba za wale walemavu na kujua walemavu wanaishi vipi na mahali walivyo. Na katika ile research tunapata ya kwamba walemavu wengi wanaishi katika slum, mahali ambapo maji ikipita inawaingilia na hawana mahali tena kwenda kukaa wala lolote la kufanya. Kwa hivyo katika hii tulipata ya kwamba walemavu wanadhurika zaidi na mambo na kuhusu mazingira na hawaelewi. Maanake kuna wengi tunauliza mambo na mazingira ni vipi, hawaelewi. Kwa hivyo sisi kama tumeweza kuwaeleza na kusensitize hao walemavu waelewe kuhusu mazingira. Ni kwamba ukikaa mahali ambapo pako safi, kuna nini, afya inakuwa mzuri. Na tena hiyo kama kuna taka ama kuna maji yanapita mahali, mvua ikinyesha, tunawaambia ya kwamba unatoka pale mahali unaenda kuishi mahali ambapo pako maji hayaendi. Na katika taka zingine tunaambia kwamba unaweza kutumia hii taka na kutengeneza mali. Kwa hivyo walemavu sisi katika jamii walikuwa wamesahaulika kabisa na mambo na mazingira. Hata katika policy ya climate change na act ya climate change katika kaunti ya Mombasa, walemavu wamekuwa wamesahaulika katika sheria yenyewe kuhusu mambo na mazingira. Lakini sisi tuliandika mpaka tukaandika memorandum na ikaenda kwa county assembly, ili ya kwamba county ya government ya Mombasa, ya kwamba zile sheria wanazotengeneza za mazingira zifanye nini, walemavu nao waweze kujumuishwa ndani. Kama ni kamati fulani ziko kwa county, walemavu, kama ni national walemavu, kama ni huku kwa vijijini, walemavu nao wawe pale ili waelewe na kujua kuhusu mambo na mazingira. Na tena hii tumewafundisha walemavu. Tunashukuru katika hizo program zote tumepata usaidizi kutoka kwa SDI Kenya, maana bila hiyo hatuwezi kwenda huko ndani na kuweza kufundisha. Kwa hiyo SDI Kenya tunawashukuru kwa sababu ya hiyo usaidizi walitupa, na Voices for Just Climate Action VCA pia nao tunawashukuru kwa sababu ya kusupport hii program iweze kuendelea zaidi. Maana bila hao, na tunaomba ya kwamba watu wengine, wafadhili wengine waangalie mashirika kama tunaweza hivi, wanakuja na waje kusaidia zaidi ili hii program iendelee zaidi na tufikie walemavu katika vijiji vyote katika Mombasa hii county. Pengine nikirudi kwako Bi Lucy, labda utuelezee labda aina gani za taka ambazo kwamba zinakusanywa ili kutumika katika kutengeneza bidhaa hizi na kuziuza? Zile taka tunaokota, ya kwanza ni makaratasi. Ile makaratasi kama ile ya kutengeneza magazine, hizo tunatumia. Posters, wakati wa elections inakuja, sisi tutakuwa tumepata nini? Tumepata materials nyingi sana ya kutengeneza. Alafu kile kitu tunatumia glue, alafu tunatumia ile ambayo inaiweka pamoja, ambayo ni varnish, ambayo ya kuifanya isiwe ngumu. Kwa hiyo baada hiyo sisi tunachukua tunatengeneza, na hiyo inatengeneza kama ni shanga nzuri sana. Kama tuseme ni ile ya kuweka kwa mkono, ni nzuri sana. Kwa hiyo tunatengeneza vitu tofauti
hata magazeti haya tuna stock pia, tunatengeneza bits kutoka kwa magazeti. Kwa hivyo kama vile mwenzangu amesema, tumeweza kuwafundisha walemavu wengi na tumeona walemavu sasa wamechangamka na wamechangamka sana, hata nameona wengine wanatoa designs hata kushinda ya zile mimi naweza niliwafundisha. Kwa hivyo wamejitia moyo na wanaenda kutafuta hata market, kwa sababu tuko na wale wameenda mpaka kwa beach kwenda kuuza vitu vyao, baada ya kukaa nyumbani, baada ya kusema kazi iko wapi. Tunaona kupitia kwa taka na tunatengeneza, walemavu wanapata nini? Walemavu wanapata kazi. Kitu kingine tunatumia ni chupa hizi za maji, na hizi tunatumia hizi bui ya yellow. Chupa hizi za maji hata sisi wenyewe tunanunua kutoka kwa watu, tunaweka alafu tunauza tena. Kwa hiyo walemavu pia wanapata kusaidika hapo kwa kutuletea hizo chupa, tunanunua kutoka kwao, na sisi tunanunua chupa kilo moja tunanunua kwa shilingi 20. Kwa hivyo tumewa encourage walemavu pia waweze kuwa wakipata chupa wasitupe, wa clean the environment na hiyo chupa wakileta, na tunatengeneza nini? Tunatengeneza mali kutoka hapo hivi. Hapa hivi tukikujia palikuwa pachapo, na hivi sasa unaona tunafagia hii tunaweka hapa. Tunataka iwe kama manure ambayo tutatengeneza chicken garden ambayo tutakuwa tunapata mboga kutoka hapo. Kwa hivyo tunatumia hizo zote kwa sababu tumeona kweli kabisa taka ni mali. Si vile tulikuwa tunaona taka, na lakini taka kweli kabisa ni mali, kwa sababu sisi tunaishi kutokana na taka. Na tungependa kusema ya kwamba asante sana Voice of VCA, na tunashukuru SDI kwa sababu ya hii program walileta, kwa sababu tulikuwa chini sana. Watu walikuwa walemavu walikuwa wengine walianguka kwa maji, wala waoni wakati wa mvua floods walianguka kwa maji. Mambo yalikuwa mengi sana, na lakini kwa tangu tutetee hii the last vile tumekuwa na floods hatujasikia shida sana. Na tuko mahali ambao county government yetu ilienda ikatengeneza drainage, ingawaje hajatengeneza kote, na lakini ni step imechukuliwa kufanya vile tulipeleka nini memorandum yetu. Yeah. Na labda huu mchakato wa kugeuza hizi taka kuwa bidhaa unafanyikaje kuanzia ukusanyaji hadi bidhaa kukamilika? Kitu cha kwanza kama kukusanya, tumekuwa hata na mashirika mengine yamekuwa yanatuletea zile vitabu zao za kitambo, alafu tunaweka pamoja, alafu tunakata hizo vitabu, tunakata in any shape you want. Tuko na design tofauti za kukata hizo, na ukishakata unatengeneza nini? Unatengeneza mpaka inakuwa nini? Inakuwa big. Hasa ukishatengeneza unaweka kwa uzi. Ukishaweka kwa uzi unaweka mpaka saa ile utaweka kwa nini? Utaweka kwa vanity. Na ukiweka unaanika. Ukishaanika ukitoa it is already bead, ambayo tu ukiweka kwa maji haiwezi kuyeyuka. Yeah, kwa hivyo ni nzuri sana, hata ni nzuri kushinda hizi bidi tunanunua kutoka madukani. Yeah. Na labda ni vifaa au labda teknolojia gani ambazo kwamba zinatumika katika kutengeneza vitu hivi? Tuseme walemavu sana wako na talent. Ndiyo. Na si ati tumesomea hiyo, hapana. It is a talent ya kwamba ukiona kitu unaona ninaweza kutengeneza kitu fulani kwa kitu fulani. Kwa hiyo unajaribu na unagundua ya kwamba umetengeneza kitu kizuri ambacho kinaweza watu wanaweza kupenda. Kwa hivyo si masomo ama nini, ni ile talent ambayo mlemavu amezaliwa nayo. Kwa hiyo tuseme kwa fupi hakuna mafunzo ambayo kwamba mmepeana, ni talent tu kutoka kwa yule mtu.
talent kutoka kwa sisi. Unajua si kila mtu anakuwa na talent. Ndio. Sisi tuko na ile talent ya kwamba tunaweza kubuni vitu kutoka kwa vitu fulani. Kama mambo ya kutengeneza makaratasi kuwa taka, ni ubunifu wetu ambao sisi tulibuni. Na wakati tulibuni hivi tukawa tunatengeneza, tunauza. Ndio tukasema kwa sababu tunaona watu wanachoma vitabu, wanafanya nini, tukasema tufundishe walemavu wenzetu kama sisi tunaweza kupata lishe kutoka hapa. Kama tukifundisha walemavu wengi, kwa sababu hatuna furaha kuona walemavu wakiomba jirani. Kwa hivyo tukasema acha tuwafundishe walemavu wenzetu kuhusu kutengeneza kutengeneza necklaces, kutengeneza vitu, kwa sababu shida ya mlemavu ya kwanza kupata material ya kutengeneza vitu fulani ni shida, kwa sababu material ni lazima uende kununua, na kwenda kununua ni very expensive. Na ukimtuma mtu aende kukununulia ndio inakuwa zaidi sana. Atakwambia kitu chenye amenunuliwa shilingi 3,000 atakwambia 6,000. Au ni relative ama nini, watakwambia hivyo. Kwa hivyo, na kitu cha pili, hawana pesa. Hatuna pesa ya kutengeneza ya kununua material. Kwa hivyo kama tunaweza produce our own material na tukapata kitu kama glue inapatikana kwa local shop. Ukipata kitu kama varnish inapatikana kwa local shop. Only ukienda one town unanunua fishing line, hata siku hizi ziko kwa local shop. Kwa hivyo ukipata hizo na ukatumia hizo kutengeneza, ita cut cost ya mlemavu kwenda kule na kufanya nini na kutafuta nitafanya nini, alafu baadaye asiwe na kazi ya kufanya. Akaya akaone the only alternative ni kwenda jiani kufanya nini, kuomba. Unajua pale jiani tuko na walemavu wengine hata wamefika university, kwa sababu hakuna kazi. Anaona hawezi kukaa nyumbani, hawezi kufa njaa, ni lazima aende kufanya nini, aende kuomba. Kwa hiyo tunajaribu kutoa hiyo wazo ya kwamba ni lazima wewe mlemavu uende wapi, uende jiani, uende kuomba. Tunatoa hiyo wazo kwa kuwafundisha kile walemavu watafanya, so that wasiweze kwenda jiani wakiomba. Na walemavu ambao tumetaja hizi walemavu wengi, na lakini most of the walemavu ambao tunawahitaji na tunataja ni youth with disability. Na youth with disability tumewafundisha over 100 youth with disability kwa mambo ya taka ni mali, na wageuze takataka kwa nini, kuwa mali. Na pia tumewafundisha mambo ya entrepreneurship, ya kwamba wanaweza kufanyaje biashara kupitia hiyo kazi, tumewafundisha. Kwa hivyo hii kazi ni kazi yenye talent ambayo sisi tuko nayo, na ile talent ambayo tunaikosa kwa watu wengine. Na pengine tukirudi kwako, labda sofa walemavu wangapi ambao kwamba wameweza kupata mafunzo haya, na sasa pia wengine ambao kwamba wanaendelea kupata mafunzo haya? Kwa wasaa hii takriban walemavu tumewafundisha ni walemavu kutengeneza bidhaa ni walemavu 30 ambao tumewafundisha. Alafu tukiongeza na tumefanya activity tofauti. Kwa hivyo hizo activity tulikuwa na watu kwanza tunafundisha walemavu 30. So katika hivyo yote tumepata takriban walemavu 300 ambao tumewafundisha kuhusu mambo na taka na pia mambo na biashara. Kwa hivyo hao ni walemavu tumewafundisha na wanaenda kufanya hizo biashara wenyewe na kutengeneza bidhaa. Na labda ni walemavu walemavu wa aina gani ambao kwamba wanashiriki katika hii miradi? Walemavu ambao wanashiriki katika hii miradi ni walemavu, unajua kwa walemavu tuna tofauti. Kuna wale ambao waoni, kuna wale ambao hawasikii, tuko nao hapo pia wanatengeneza vitu. Unajua kila mmoja anaweza kutengeneza. Kwa hivyo kuna wale ambao waoni, kuna wale ambao hawasikii, na kuna wale ambao wako viungo, na pia kuna wale ambao wako cerebral palsy. Kuna wale ambao wako CP, pia wale hao pia tuko nao katika kutengeneza. Kwa wote mnachukua kwa pamoja? Hao wote tunawachukua hapa pamoja, wanajifundisha the same thing, na kila mtu anatengeneza kitu chake kenye anaweza kufanya. Na labda pengine huu mradi huu umeweza kuwabadilisha vipi maisha yao ya kiuchumi na pia watu wengine huko nje? Maisha yao imebadilika kiuchumi
kwa sababu baada ya sisi kuwafundisha kuhusu taka na kutengeneza mali kutoka kwa taka, kuna walemavu wengi ambao wameenda kuanza kufanya hiyo biashara. Wengine kunao wanarokota chupa na wanapata mapato kutoka hapo na hawaendi tena barabarani kuomba. Kuna wale ambao sasa wanaendelea kutengeneza zile jewelry, na wakitengeneza zile makaratasi kwa bead na kutengeneza zile jewelry wanapata mapato kutoka pale, na hao walemavu hawajarudi barabarani kwenda kufanya nini, kwenda kuomba pale barabarani. Kwa hivyo imewasaidia sana walemavu kuona ya kwamba anaweza kupata material kirahisi na kutengeneza kitu kirahisi na kuweza kuuza na kuweza kupata mapato. Vile vile kwa kuwafundisha kuhusu mambo na business, ni kwamba tumewafundisha na wengi wao wanajua ya kwamba inatakikana kwa biashara yangu niwe na mpangilio. Ninaanza na pesa hii na inatakikana pesa hii ikuwe ni ya biashara, na pesa za nyumbani pia zisitumike kwa biashara. Pesa za biashara zisitumike kinyumbani, mpaka ubadilishe mambo, utenge pesa za biashara, utenge pesa zako za nyumbani na pesa zingine zote. Na vile atafanya zile biashara na kuchange. Unajua unafanya biashara, unaona ina change, una change pia unaendeleza biashara nyingine tofauti. So ile nyingine pia ikija kupiki pia unaendelea. Kwa hivyo tumewafundisha ya kwamba wanaweza kufanya hata multiple businesses, kwa sababu unaweza kufanya biashara hii na tena isifanye. Unaona, anaenda kwa chupa. Akiweza chupa ikiendelea bidi sasa nazo pia market imepatikana inaendelea. Na vile vile pia tumewafundisha mambo na kumarket zile bidhaa zao kwa online. Na ni rahisi kwa mlemavu kumarket online ili ya kwamba aweze kupata customers haraka. Na tumeona ya kwamba wengi wao wameweza kuweka bidhaa zao online, zile wanatengeneza na wanaweza kupata customers kutoka online. Kwa hivyo imewabadilisha maisha yao na imebadilisha vile walikuwa wanaview hao. Taka ati haiwezi kuwa kitu ambayo inaweza kutengeneza kitu ikaendelea, na pia mlemavu ati hana vile anaweza kufanya biashara pana. Na ni vizuri sana kwa sababu sisi walemavu wenyewe pia tulikuwa nafundisha walemavu wa hao walemavu. Unaona, sasa wanaona mfano ya kwamba wanatufundisha na wameendelea hivyo na biashara hii ya taka. Na sisi pia inatakikana tuendelee na tusonge mbele. Kwa hivyo imebadilisha maisha yao vile wanaangalia mambo. Na pia kule wale walikuwa na zoea sana kwenda barabarani. Unajua wengi wao walikuwa hapo. Wale watazoea sana kwenda barabarani kuomba, hawaendi sana kule barabarani kuomba. Pengine labda kuna kahadithi kamoja fupi kwa mtu mmoja ambaye kwamba labda ameweza kufanikiwa sasa hivi uko mpaka uko proud na yeye. Kuna kahadithi na kahadithi ni kwa kijana mmoja hapa. Wacha nianze na msichana maana ni mbili. Naanza msichana kwa sababu women first. So naanza nako kahadithi. Kuna msichana hapa anaitwa Emelda. Na huyu msichana ni miaka tu 18 mpaka 25. Na huyu msichana ameweza zile products zenye anatengeneza, ameweza kuzitengeneza, anaweza hata ukiangalia ile online vile anapost zile vitu online na vile market anapata ni nzuri sana. Kwa hivyo imebadilisha maisha yake vile alikuwa anaangalia, na pia tunaona ya kwamba pia katika tunaweza ana promote products za tunaweza pia, na hizo products pia zinauzwa na tunaweza kupata mapato kupitia online. Alafu vile vile kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Alex ambaye pia naye amesikia hayo mafundisho nikamuingia ndani. Na vile hiyo mafundisho imemuingia ndani sana, anatoka hata anachukua bidhaa, anatoka anaenda nazo. Zingine anauza online zake na za tunaweza. Zote anauza online na sisi anatuletea zile zetu pesa, na yeye ana biashara zake pia zile anafanya kupitia online. Kwa hivyo unapata ya kwamba maisha ya mlemavu inabadilika. Kuna yule ambaye haoni. Ametengeneza bidii zake mzuri sana, necklace zake mzuri sana. Ametengeneza vizuri sana. Na vile ametengeneza vizuri, anaenda anauza, anaenda pale Pirates. Anaweka pale, anauza polepole, na nimeona ya kwamba anaendelea kuuza vitu zake polepole na zinaenda mbele. Naye anaitwa Sara. Sara amekuwa ni a very
good example kwa sababu ya hiyo, manake yeye haoni lakini anatengeneza zile beads na anatengeneza vizuri na anaweka kuanzia process yenye inaanza mpaka mwisho mpaka anatengeneza zile necklace na akitengeneza zile necklace anaenda kuuza necklace zake huko beach. Ndio. Na nimeona maisha yake, na maana kuna wengi wao wamekuwa wanaomba barabarani, lakini saa hii hawaombi tena barabarani. Labda tukirudi kwako Bi Lucy, pengine je, mradi huu wenu umechangiaje katika kupunguza uchafuzi wa mazingira kwenye jamii? Hii mradi wetu imesaidia sana kwa sababu imesaidia takataka hizo makaratasi hazichomwi tena. Baada ya kuchoma hizo makaratasi tunatengeneza kwa kuwa beads ambazo zitalast for a long time na hazitachomwa tena. Kwa hivyo imesaidia sana kusaidia mazingira na pia kusaidia kwamba makaratasi huwezi kuyapata yakitupa ovyo ovyo. Ni kwamba makaratasi hauwezi kuyapata, na tumetengeneza in that watu wakajua ya kwamba taka, ukiangalia taka unatakana uangalie kuwa ni mali, usiangalie kuwa ni kitu ambacho mweke hapo kikaoze kikafanye nini. Hapana, takataka ni mali, takataka inasaidia, takataka inapeana lishe. Kama vile mwenzangu amesema, ningependa tu kusema kuhusu yule anaitwa Eric. Eric ni yule alipata accident. Kwa hiyo wakati Eric alipata accident, Eric alikuwa devastated in life na akafikiria ni nini atafanya, akafikiria atafanya nini. Kwa hiyo Eric alikuwa anakaa ndani ya nyumba kwa sababu yeye alikuwa na kazi kubwa, alikuwa na gari yake, na lakini alikuwa anakaa tu amejihurumia. So the wife akakuja akasema, hapana, hii ni hali mbaya, mimi sijui nifanye nini, kwa sababu huyu naona mawazo depression, ameingilia depression mbaya sana. Anaweza kufanya nini? Anaweza kuwa mbaya. Ndio tukamwambia wacha tuje tukazungumza naye. Tukazungumza na Eric, tukamwambia kwamba every day tutakuwa tunapeana pesa ya tukutuku kuwa itakuwa inakuleta na tutaanza kumfundisha kazi yenye utafanya. Kwa hiyo tulianza kumfundisha kukata makaratasi, na kwa sababu alikuwa na accident, mikono yake ilikuwa haiwezi chochote. Kwa hivyo tukamwambia jaribu tukata moja kwa siku 2, 3. So akaanza kukata, then tukaanza kumfundisha sasa kuroll. Hasa kaanza kuroll, na yeye sasa ndiye anatengeneza nyingi zaidi na anaweza kutengeneza, na hili ilimsaidia therapy ya kuhili na pia therapy ya mwili wake, mikono yake kufanya kazi. Kwa hivyo taka hii ni mali, hii makaratasi ni mali. Na kitu ningependa tu kusema ya kwamba hizi vitu tunatengeneza kutoka kwa hii taka, kwa mali, kwamba tunasaidia environment. Hizi vitu inatakana tuangalie serikali yetu na watu wote wanasikia, tusaidiane ku clean the environment. Na tukisaidiana ku clean the environment ni kwamba tupate market, watu waweze kununua. Wakisikia necklace wanunue necklace ambayo imetengenezwa kutoka kwa takataka. Kwa hiyo ndio tutareduce mambo ya kuharibu mazingira yetu. Kwa hiyo kile kitu tunalilia kwamba ni kupata market. Hao walemavu wakipata market nyingi, zile mashirika ambazo zimeweka vitabu zao ndani, wale watu ambao wameweka magazine, vitu za kitambo, vitabu za kitambo, walete, tunaweza, wasichome. Na hao walemavu watengeneze, waweze kupata kazi, waweze kupata market, na tutasaidia kuclean the environment. Na labda tukirudi Bi Charity, labda kwa tathmini yako, pengine ni kiwango gani cha taka ambacho kwamba mnachoweza kuzuia kuishia kwenye dampo kupitia mradi huu? Idadi kiasi unataka katika kilogram. Idadi ya taka tunataka mara 2. Tuna ile ya makaratasi na tuna ile ya chupa. Kwa saa hii ya chupa tumefikisha wakati huu tumefikisha 350 kg za chupa, na zile za makaratasi kwa saa hii tumefikisha 1000.
za makaratasi. Tumefikisha around Sasa, 5 around to that, 5 to 6 kgs. yeah, kilograms za hiyo. Kwa hivyo ninaweza kusema ya kwamba maana makaratasi tumeanza kitambo na chupa ni juzi. Kwa hivyo chupa tumefikisha kama 300 na hii yani nini, niseme kwa mfano kati ya 1000 and 500 hapo ndio tumefikisha. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba hizi taka tumeweza kusaidia jamii sana sana sana, kwa sababu ya taka, si hata walemavu peke yake. Jamii pia nayo imeweza kujua kumbe walemavu pia wanaweza kusaidia katika mambo ya taka na mazingira. Ndio. Labda kuna mbinu gani ambayo kwamba mnazotumia kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa recycling? Mbinu zenye kuhamasisha jamii kuhusu recycling ni kwamba tuna ni vile tunaenda kule kwa mashinani, tumeenda kuwafundisha kuhusu mambo ya recycling na kuhusu recycling na mambo na taka. Na pia vile tumeweza kufundisha walemavu pia kuhusu mambo ya recycling na taka. Vile vile tuna cargo ambayo tunatumia kwenda, kama watu wako na takataka, tuenda kuchukua zile takataka tuweze kuja nazo hapa tuweze kuweka hapa so that tunaweza kuuza. So katika ile hali tunawaambia jamii kuhusu hizo mambo ya takataka. Vile vile wakati tuko kwa online, tumeweka online pia. Vile tumeweka online, hapo pia tunawafundisha jamii. Wanaona online na wanaona ya kwamba takataka nitakani fanya. Vile vile tunawafundisha kupitia kwa mikutano. Mikutano yenye iko tunaenda kuwafundisha, tunawaambia takataka ni hivi, nipatieni, msitupe hizo chupa. Nipatieni hizo chupa msitupe hizo plastiki inaharibu mazingira. Hizo makaratasi inaharibu mazingira, msichome, inaharibu the ozone layer na kunakuwa na mambo ya climate change. So katika mikutano, katika jamii, vile tunatembea katika jamii na pia katika online tumeweza kuhamasisha jamii. Labda Bi Lucy, hizi bidhaa ambazo kwamba mnazozizalisha labda zinauzwa wapi na pengine walengwa hasa wateja ni kina nani? Walengwa wale ambao tunalenga ni mostly women, na pia men siku hizi wananunua at present to their wives, to their sisters, to their children. Na women kutokana all sizes of women ndio wananunua sana hizi bidhaa zetu. Na hizi bidhaa kula ambako tunauza tuko na walk-ins, wale ambao wanakuja tunaweza kwenyewe wananunua. Tukiwa na exhibitions tunapeleka bidhaa zetu, tunaenda kuuza huko kwa exhibitions. Na pia kitu ambacho hatujasema kwa sababu haiko cha takataka, tuko na interns ambao wako kwa mambo ya digital. Tuko na ajira digital ambao wanatupatia 10 interns every after 3 months ambao tunafundisha mambo ya digital, ambao wanachukua hizi bidhaa wanaweka online, na wakiweka online watu wanaulizia online, alafu tunaziuza online. Kwa hivyo hizi bidhaa, hiyo ndo tunapata market yetu na hiyo ndo tunauza vitu zetu. Labda mradi huu unajiendeleza vipi kiuchumi, au labda kuna changamoto za soko? Uchumi tuseme hatuendelei vibaya sana, na lakini tuko na changamoto ya soko, kwa sababu watu wengi wamezoea saa ingine zile bidhaa bizi zile za kununua, hawajazoea hizi bizi zingine zetu. Na ningependa kwamba mafundisho ingine ikija, tuweze kuhamasisha watu, tuweze kuhamasisha community, hata wa government waweze kujua ya kwamba wakati tuna reduce taka, tunataka market, ya kwamba hizi makaratasi tukipata market, pia walemavu pia watapata kazi, na tutaweza kureduce takataka, tutaweza kureduce makaratasi kuwa in the community. Kwa sababu kama tukapata market, tuseme tunapata 4,000 every month kutengeneza 4,000 necklaces, 4,000 nini, itakuwa ina create a lot of employment, na pia ita reduce a lot of waste ya makaratasi katika community. Pia hizi chupa zitakuwa reduce, kwa sababu
tulitengeneza maua tukapeleka hoteli mahali fulani fulani, wakatuambia hapana, hawa wako na maua zile zingine. So pia hata hoteli zetu wafundishwe ya kwamba wanatakana kama ni maua waweke yale ambayo wametengeneza kutoka recycling, kama tunataka kushikamana ku reduce waste in the community. Kwa hiyo wakichukua maua kama hii yenye tunatengeneza kutoka kwa takataka, tukiwapelekea hizo maua, ikiwa kila mtu akiwa encouraged, kama vile tumekuwa encouraged kupanda miti, na watu hao encouraged ya kwamba tukinunua vitu vya kudecorate in our hotels, hata on the streets, iwe vitu ambazo zimetengenezwa kutoka kwa our plastic, itakuwa ya kwamba tutakuwa tunasaidia environment, na tutakuwa tuna create employment not only to persons with disabilities but to the whole community. Yeah. Na labda ni aina gani ya faida au kipato ambacho washiriki haswa hupata kupitia kazi hii? Wale ambao wanatengeneza ina depend na vile mtu ametengeneza. Unajua watu wengine anaweza kuacha, ukiweka kitu tuseme iko same level, tuko na wale wanakuwa wavivu wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo sana sana huwa tunalipa mtu according kwa kile kitu ametengeneza. Kwa hivyo wale ambao tuko na wengine wako cerebral palsy kidogo, wale ambao hawezi kutengeneza sana, inabidi unaenda pale unamtia motisha, anatengeneza ili anapata lishe kutoka kwa hapo. Kwa hivyo tunalipa watu kulingana na zile vitu wametengeneza. Yeah. Je, labda pengine mnafanya ushirikiano wote na sekta binafsi au labda serikali au mashirika ya mazingira? Tuseme wale ambao wametushika mkono, tumeshirikiana nao ni SDI na VCA. Hao ndio wakati tumeandika proposal wakakubali ya kwamba watapatia walemavu pesa waweze kufanya mambo ya mazingira. Na lakini ni vigumu sana, kama hata vile umesikia, kwanza county government yetu ilikuwa haijaweka walemavu kwa policy ya mambo ya mazingira. Wanafikia walemavu hawezi chochote, unajua ile mindset. Kwa hiyo walifikiria hivyo, na lakini tumetetea tukapeleka memorandum. Na hivi sasa walemavu wanaitwa kwa hizo mikutano, na lakini hawajashirikishwa sana kwa mambo hayo, apart from hii shirika ya SDI na VCA. Halafu tumekuwa na TechnoServe kupitia ustadi ambao wameona ya kwamba kumbe walemavu wanaweza kufanya kitu na wanaweza, ndio wakatuletea hii tukutuku ambayo yenye tuko nayo, na pia tuko na hand in hand wenye wamekuwa on the ground. Hawa wanatufundisha mambo ya biashara na mambo ya takataka. Kwa hiyo ni some of the mashirika ambao wameona uwezo wetu na wameona kwamba walemavu wanaweza, ndio wamekuja wakawa wanatusaidia kwa mambo kama hayo. Naam. Tukirudi kwako Bi Charity, labda pengine ni changamoto gani kubwa zaidi ambazo kwamba mnakutana nazo kama kampuni inayoendeshwa na walemavu? Kabla sijaenda kwa hiyo, ningependa kuongezea pale pia watu tunashirikiana na mashirika ambayo yanaitwa Mombasa CSOs on climate justice and environment. Tuna mashirika mbalimbali ambayo yanakuja pamoja ili zaidi tunaangalia katika zile policy na nini katika Mombasa County, ili kuweza pia kuangalia zile sheria kama ziko sawa ama haziko sawa. Kwa hivyo pia tuna mashirika kama yale ambayo pia tunashirikiana nao. Ndio sasa nikienda kwa hilo swali umeniuliza, changamoto zipi kubwa ambazo kwamba mnakutana nazo kama kampuni? Tunakutana na changamoto ni ya kwanza ni kwamba walemavu wengi wamekuwa hawaelewi kabisa kuhusu mambo na climate change. Sasa ukienda kuwaeleza, huwa mara nyingi ni shida walemavu wale kuelewa kuhusu mambo na climate change. Alafu pia ile mobility yao, kama umewaita kutoka mahali kuja mahali kwengine kama kujifundisha hapa, huwa ni shida mpaka wale walemavu wakuwe na
transport pia kuwapatia waende pale wametoka. Kwa hivyo huwa kuna shida na mambo mengi, kama wale ambao hawaoni wanahitaji kuwa na guide ambaye atawaleta, wale ambao wasikii wanataki kuwa na sign language, hata wale ambao wako kwa wheelchair na wale wa physical wengine pia wanahitaji msaidizi. Lakini unapata kwamba kama kwa mfano mashirika yakipeana hiyo fedha, hiyo mambo mengi labda saa hizi wanakumbuka tu sign language interpret, lakini guiders huwa ni vigumu sana kwa mashirika haya kukumbuka kutakana wale wako physical, wale wako physical na wale wengine pia wanakuwa wheelchair, wanahitaji pia guide ambaye anaweza kuwaguide. So unapata ya kwamba juzi nimekuwa kwa mkutano wa human rights, kuna mwingine akasema, unajua mikutano mingine yetu hatuwezi kuita hao walemavu kwa sababu walemavu lazima mpaka wahitaji transport, wahitaji nini na nini na nini. Tunaona sasa ile ni shirika na inasema namna hiyo, which means ya kwamba walemavu kuhusisha zaidi ni vigumu. Sasa sisi kama tunaweza mpaka tujikwamue tuone ya kwamba walemavu wameenda kushiriki katika mambo kama hayo. Kwa hivyo tunapata hiyo ni changamoto kubwa sana. Na changamoto nyingine ni ile limited funds. Wakati labda mashirika imetofund inakuwa ni limited, maana yake imefund wakati huu na inaisha, haiendelezi. Kwa hivyo hiyo limited funds ya kuendelea na hizo programs iko na sisi kama tunaweza, tunahitaji wahisani pia waje kutusaidia support katika hii vuguvugu yetu ya climate change na walemavu. Na vile vile changamoto nyingine ni kuhusu hizi taka. Kwa vile watu hawajui kuweka taka hivi, kuweka taka, kugeuza taka hizi ni za hii chupa ziwekwe hapa nyewe. Hii ni changamoto kubwa. Wakati ambapo tunaenda kutafuta zile chupa hizo, taka zingine ni vigumu tena kutoa katika zile makaratasi na mataka zingine, na hatuna zile PPEs, zile protective clothing zile hatuna. Hiyo ni changamoto kwa sababu hakuna zile protective. Takana ukifika kwa taka kuwa kuna gloves, uwe na gumboot, uwe una overall, uwe una miwani na uwe una helmet. Kwa hivyo unaenda kushika katika ile taka lakini hauna hizo, haujui magonjwa gani ambayo itashika. Kwa mfano niseme, kwa mfano taka huleta sana magonjwa inaitwa hepatitis B, hepatitis. So kwa mfano kama niseme hiyo hepatitis inatakikana pia wale ambao kwa mfano kama tunaweza hivi, inatakikana wale watu ambao wanahusika na ile mambo ya takataka waende kudungwa hizo sindano ya hepatitis. Lakini unapata ya kwamba inatakikana fedha, na inatakana fedha wale watu walipe, so that kwa kila mtu 1,500. Sasa hivyo inaleta shida kubwa sana kwetu sisi ambao tunasaidia kaunti yetu, government ya Mombasa, kuweza kuonesha ya kwamba mazingira ikuwe safi na mazingira ikuwe mzuri. Unapata mnapata expense nyingi za kwenda, so that muweze na hamna pesa za kununua hizo, hamna kabisa. So changamoto kama hizo zinatufanya sisi pia katika hii harakati zetu za climate change ngumu. Ingine ni hiyo sheria haiko kwa walemavu sana ya climate change. Tunahitaji sheria iwe kabisa kwa walemavu na climate change, kwa sababu iko very shallow. Unapata huyu, kwa hii nasema representative za mlemavu, kwa hii ingine nasema mlemavu, lakini huyo mlemavu atapresent woman, na huyo woman atapresent walemavu ama represent na vijana na nini. Sasa inapata ya kwamba hiyo presentation katika hiyo act na hiyo policy iko katika county government yetu sisi walemavu, haiko kwetu sisi. Ndio maana mambo mingi kuja ya climate change inafichwa walemavu, inafichwa kabisa walemavu. Ukiona kwamba wakati kama kwa mfano kuna wale ambao wako katika nasema zile committee, lakini utapata ya kwamba ndio committee imekuwako, lakini sasa kwa mfano haifunction kwa sababu hiyo committee iko, lakini sasa hakuna mlemavu katika ile committee. So unapata ya kwamba ni jambo ngumu, manake tunahitaji support kama hizo so that tusonge mbele. Hata vile vile pia kuna mashirika mengine tofauti pia yanafanya mambo na climate justice ndio change, ndio, lakini hayo mashirika pia haya include walemavu ambao wanafanya hizo mambo ya climate change na environment katika
katika hizo program Ndiyo. zenye ziko zenye wanafanya. Unaona kumekuwa na vijana, kumekuwa na nini. Ndiyo. Sasa unapata ya kwamba kuna hiyo gap, very big gap kulingana na mambo ya climate change na walemavu katika setup ya government yetu. Kuna a very big gap. Na labda pengine mnazitatua vipi hizo changamoto, iwe katika uzalishaji, masoko au labda pia ufadhili? Okay, tunajikwakwamua sisi kama tunaweza. Kwa mfano tunahakikisha ya kwamba walemavu tunawafundisha. Ndiyo. Tunahakikisha ya kwamba lazima tu tuwafundishe walemavu waweze kutengeneza bidhaa na waweze kuendelea mbele. Ya pili, tunajikwakwamua katika upande wa kibiashara ya kufanya zile biashara, ni kwamba hizo biashara tunajikwakwamua ya kwamba tunaweka kwa online. Ndiyo. So that pia tupate customers kutoka online. Ehe. Vile pia tunajikwakwamua, tunaona ya kwamba kuna exhibition mahali, natuma wanaenda kwa exhibition kwenda kuuza pale. Vile tunajikwakwamua katika shughuli yani za nyingi, hata niseme hata kujumuisha walemavu, na sisi tunaenda hivyo hivyo kama tunaweza. Tunasema lazima walemavu waweko, hata kama hamtaki tusikuje kwa mkutano hii, hata kama hamtaki sisi tusikue hapo, lakini tumesema walemavu lazima wajumuishwe katika hizo harakati za climate change. Ndio. Na labda pengine nahisi kwamba jamii labda inawaelewa au kuwaunga mkono au bado wanakumbana na mitazamo hasi? Kuna baadhi ya jamii inawaelewa walemavu kuhusu mambo na climate change, kwa vile tumefundisha. Ndiyo. Tumewafundisha walemavu na walemavu wanaweza kuelewa. Hawa jamii pia wanaweza kuelewa ya kwamba walemavu na mambo ya climate change wanadhurika zaidi kushinda mtu mwingine yoyote. Na kuna wale ambao katika jamii pia hawajakuwa na ule kuelewa ya kwamba mlemavu anatakikana ahusike katika mambo na inaitwaje, environment na mambo ya mazingira. Mambo ya mazingira, mlemavu pia anatakikana afanye nini? Ahusike. Kuna wale wengi wao hawajakuwa na ule uelewa ya kwamba wale walemavu wanatakikana wahusike. Wakiona mbona mlemavu anatokota chupa, hajui ule mlemavu anafanya mambo ya mazingira. Mbona huyu anataka hizi karatasi, wanaenda kufanyia hizi karatasi, adui ya kwamba zile ni mambo ya mazingira. Sasa kuna wale hawaelewi, na kuna wale hata kama mafuriko imekujia wale walemavu kule ndani, kuna wale wanaelewa, lakini wengi hawaelewi ya kwamba takana ni msaidie yule mlemavu kutoka kwa nyumba, nimpeleke naye mahali fulani. Wanaacha yule mlemavu kwa nyumba aingiliwe na mafuriko hivyo mpaka mvua iishe. So kuna different categories ya jamii, lakini nimeona ya kwamba wakati tumekuwa tuna harakati hizi ni kwamba watu wengi wale wa jamii hawajaelewa sana kuhusu walemavu na mambo ya mazingira. Kwa hivyo sisi kama tunaweza, tunahitaji kuhamasisha zaidi. Wakati huu tumekuja kuwa tunahamasisha zaidi walemavu, lakini tunahitaji tukipata wahisani ya kwamba tuhamasishe walemavu pamoja na wale watu wengine wa jamii pia nao waweze kuelewa issues za walemavu. Ndio, na mazingira. Tukirudi kwako Bi Lucy, labda pengine ndoto au mpango wenu wa hii kampuni labda miaka 5 ijayo ni upi? Miaka 5 ijayo tunaweza iwe inaona a very big company. Tunataka iwe ni kampuni kubwa ambayo inafanya mambo ya mazingira na walemavu, kusafisha mazingira, kutengeneza vitu nyingi kutoka kwa takataka na kutengeneza kazi kwa walemavu, ya kwamba walemavu wasije wakaomba jiani tena, ya kwamba the next generation ya walemavu isiwe wale ambao wanapatikana wanaomba jiani. The next generation ya walemavu wanaweza kufanya kazi na kupata lishe yao, na kazi nyingi watafanya ili ya kusafisha mazingira, kuhakikisha mazingira yetu yako masafi, kuhakikisha kwamba watu wakiona walemavu wanaona walemavu ni kama wale ambao wana change environment, si walemavu kwa mzigo. Unajua, niko na wakati nilikuwa ninasukumwa na hii wheelchair,
Nikaenda mahali nikaona tulikuwa na kitabu kizuri Ndio. ambacho kilikuwa na story. Sasa nikaona ile kitabu, nikamwambia yule ananisukuma nipatie ile kitabu kile. Akasema ujui ni nani ametupa pale. Nikamwambia hakuna shida, hata kama imetupa hapa na mtu hakuna shida, nipatie. Akaniambia nikamwambia nipatie, akanipatia. Nikamwambia hii itatoa biti nzuri, unaona mtu ametupa, tuko na watu wanaona si kitu na lakini mimi nikaokota kwenda mbele nikapata chupa, alafu nikaulizwa kwa nini wewe unajisumbua? Yaani ninajisumbua, nataka kusema ya kwamba tunataka to change the perspective ya jamii, mindset ya jamii, ione walemavu ni watu wanaweza kufanya kazi, ya kwamba in future wakitaka solution kuhusu walemavu, watu wanaweza kuja kuangalia tunaweza, na mambo ya walemavu not only in Mombasa but in the whole of Kenya iweze kubadilika, ya kwamba walemavu wanaweza kufanya kazi. Hata kupitia Anisa TV ningependa ifike mbali, ya kwamba kila mahali watu walikuwa na ulemavu wakiwa wajua ya kwamba wanaweza kupata lishe kutokana na takataka na wanaweza kuchange maisha yao. Na pia wale watu ambao kama our government tunapenda kusema ya kwamba tungependa kuwa shirika kubwa, na hatuwezi kuwa shirika kubwa kama hatuna usaidizi. Kwa hivyo kama tukipata usaidizi zaidi hapo, ile 5 years to come itakuwa ya kwamba solution itakuwa inapatikana, tunaweza. Mlemavu anataka solution, mambo ya mazingira anataka kazi, tunaweza. Kwa hivyo hiyo ndo tunataka, na pia tunataka tuwe tuna at least tuna export maybe per year tuwe tunaweza kuexport vitu about 20 million shillings kutokana na taka. Kwa hiyo ndio maoni yetu hiyo, ya kwamba tunaweza kuexport na kucreate more jobs for persons with disabilities. Pengine mnapanga kuipanua kampuni hadi maeneo mengine? Yeah. With the support and resources, sisi kitu chenye vision yetu ni kwamba empowering persons with disabilities. Tungependa tufikie kila mlemavu mahali alipo, maisha ya mlemavu ibadilike, na mlemavu wote aweze kupata kitu cha kukula. Unajua tukienda kazini, nimekuwa na lot of cases ya kwamba nimeenda kazini, mimi nimefika university lakini si kuchukuliwa kwa sababu mimi ni mlemavu. Isiyo ya kwamba mlemavu hawezi kuchukuliwa kwa sababu ni mlemavu, ya kwamba mlemavu mwenyewe anaweza create kazi mwenyewe na anaweza kufanya kazi mwenyewe. Baadaye ya yeye kwenda kutafuta kazi, anakuja kutafutwa. Unaweza kuja kusaidia hapa mahali. That is our vision. Na labda kuna aina mpya za bidhaa au ubunifu ambao kwamba mnapanga kuanzisha? Yeah, tumeanza maua. Na pia tumekuwa tunatengeneza sana necklaces na earrings na bracelets, lakini ile tumeanzisha ni tunataka kutengeneza curtains za kuweka kwa nyumba. Nimeona watu wakawa wanakata hapa kwa sababu wanakata kama hivi. Nimeona watu wakiwa wanashangaa hao wanasokota nini. Hiyo tunasokota ile ambao tutatengeneza curtains, ya kwamba watu waweze kununua curtains ambazo zimetengenezwa kwa nini, kwa makaratasi na kutumia nyumbani kwao. Na pia tunataka kutengeneza, nimekuwa na chupa, nani ako hapa na chupa? Tunataka kutengeneza vitu kama necklaces kutoka kwa vifuniko vya chupa, na pia mishipi kutoka kwa vifuniko na chupa yenyewe. Kwa hiyo hizo ni vitu ambazo tunataka kutengeneza baadaye. Sawa. Tukirudi kwako Bi Charity, labda ushauri gani ambao kwamba unaweza kuwapa walemavu wengine ambao kwamba wanaotaka kujiingiza kwenye biashara au miradi ya mazingira? Mimi ningependa kuambia walemavu ya kwamba mlemavu unaweza. Ndio.
usichukue ile dhana ya kwamba watu wamechukua walemavu hawawezi, nawe ukajikunja ukatoka ukaenda unaenda barabarani kwamba unakaa pahali unajikunja. Hapana, jua ya kwamba mlemavu, wewe kama mlemavu na talent. Manake mimi najua kila mlemavu ana talent ya kufanya, na kila mtu aliyezaliwa katika dunia hii Mungu Mungu amefanya yule mtu azaliwe na yule mtu Mungu alikuwa na sababu ya kwamba wewe ukuje katika ulimwengu huu. Kwa hivyo Mungu anakujua na anakutambua, na wewe mwenyewe ujitambue, uwe na nguvu, usijione wewe ni mnyonge, usijione wewe hauwezi. Hapana, wewe fanya jambo ambalo pia watu katika ulimwengu wataangalia, waone huyu ni mlemavu na amefanya hili. Wacha huyo mlemavu tumsongeshe mahali fulani. Kwa hivyo nataka kumwambia mlemavu ya kwamba wewe unaweza kufanya mazingira ikawa sawa katika Kenya hii, na unaweza kufanya vitu vingi, kutengeneza vitu vingi kutokana na takataka. Kwa hivyo wewe jiweke pamoja, jikusanye pamoja akili yako na uje kama unataka ushauri, wewe ndio tunaweza. Wewe tutakushauri na kukufundisha ile ambayo unaweza kufanya. Kwa hivyo pahali ulipo usijione wewe hauwezi, unaweza kufanya kitu mpaka ulimwengu wote ukaona ya kwamba huyu fulani ametengeneza na ni mlemavu, na mimi pia inatakikana nijikwakwamue. Kwa hivyo wewe mlemavu usijione uwezi, usijione wewe si kitu. Kama wewe unaona shida, ndio tutaweza kukushauri, kukuambia enda ufanye kitu fulani na fulani na fulani, utaendelea. Usijikalie tu hapo na watu wakikudharau, wakikutemea mate, wakikuona ya kwamba wewe hauwezi. Fanya kitu kuonyesha wale watu ya kwamba wewe unaweza. Katika ile talenti yako uko nayo. Iwe ni talenti gani, wewe unaweza. Nenda fanya, nenda kwa bidii, na Mungu katika hiyo hali anakusaidia na utaona unasonga mbele. Kwa mfano sisi tumeanza tu hii mambo ya mazingira hivi. Na saa hizi tunafikia mbali na hayo mambo ya mazingira. Na sisi ni walemavu. Kwa hivyo na tunaweza. Sisi ni walemavu na tunaweza. Kwa hivyo tunataka kusema hata wewe unaweza. Wewe unaweza, wewe mlemavu. Kwa hivyo usijione ya kwamba wewe hauwezi. Jikusanya akili zako, ukuje pamoja, ujielewe na uweze kufanya jambo ambalo akili yake na kuambia ya kwamba hili naweza kufanya na nikasonga mbele. Zaidi hakuna market katika dunia yote. Wacha niseme Kenya sasa, kwa vile niko Kenya. Hakuna market Kenya ya kazi kwa walemavu. Hakuna. Sasa wewe usipojitokezea uanze biashara, usonge mbele, itakuwa ni vigumu sana kwa wewe mlemavu. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba usione hata mimi nimeenda university, usione mimi nimefanya hivi, mimi hata sijiwezi kama mwingine alisema mimi hata nimeenda university ilikuwa ya kazi gani na mimi ni mlemavu na hivi niko barabarani. Na usiende barabarani kuomba. Enda fanya kitu fulani na Mungu atakubariki katika hilo jambo na utasonga mbele. Wewe kama mlemavu unaweza. Na labda pengine kuna jambo lolote muhimu ambalo kwamba ungependa jamii au labda hawa watunga sera waelewe kuhusu mradi huu? Watunga sera ningetaka waelewe ya kwamba mradi huu ni mradi ambao unahusisha walemavu katika mambo na mazingira. Na kwa vile hii mradi inahusisha walemavu katika mambo na mazingira, ningependa waelewe ya kwamba waweze kuelewa ya kwamba walemavu wanaweza. Na wanaweza kuchangia mengi zaidi kuhusu mazingira yetu ya taifa letu ya Kenya na ya Mombasa yetu hii. Walemavu wanaweza kubadilisha. Kwa hivyo wao watungaji sheria na wale wa policy makers na wale viongozi wote, ningependa kusema ya kwamba katika mradi huu waweze kuja kusaidia na kufanya ya kwamba hii mradi isongee mbele, hii mradi ya walemavu. Isiwe ya kwamba walemavu wanafanya kitu lakini itapingwa kwa sababu ya mambo ya sheria na mambo gani iko katika kaunti yetu ya Mombasa. Ni kwamba katika sheria, tafadhali watungaji sheria mweke mambo ya walemavu na mazingira. Halafu vile vile embrace mradi ya walemavu, maana ni sisi walemavu
tunaweza, tumekuja pamoja ni kwa ajili ya hii. Na wakati mwingi naona ya kwamba sisi wenyewe ndio tunajisukuma mbele kwenda katika zile mikutano ya kaunti. Je, kwa nini vile mnahusisha wale wengine ambao si walemavu? Kwa nini hamuangalii hii ni ya walemavu? Hamwangalii hii ni ya walemavu, na walemavu wameanza hii, nao tuwasongeshe mbele iwe mfano kwa walemavu wengine. Kwa hivyo ningependa kuambia viongozi na wale watungaji sheria ya kwamba hii mradi ipo na sisi tunaweza. Tunataka kuona ya kwamba walemavu wameenda mbali sana na mambo ya mazingira, hata kule nje kwenye watu wanaenda nje, wanaenda kwa mambo ya mazingira nini. Mbona walemavu sisi, kwa mfano niseme kama tunaweza, mbona wasichukulie waende huko? Maana tunafanya mambo na mazingira katika zile awards zinapeanwa, naona wanapeana hivi na hivi, na sisi walemavu hapa zaidi kama tunaweza, tumefanya makubwa sana na mazingira. Nahitaji, na hakuna mlemavu ambaye anapewa zile awards za mambo ya mazingira ama vipi. Unaona ni watu wengine, lakini walemavu hawapewi. Ningependa wale ambao wanatunga sheria na viongozi wanaangalia vizuri katika jamii, maana saa hii inatakikana, serikali ilikuwa devolved government na tuko mashinani. Kama serikali ya Kenya si kwa mashinani, inatakikana iangalie kule mashinani. Je, wangapi ambao wako wanafanya kazi ya mazingira? Unasikia? Na kama kuna ile ya walemavu, maana yake inatakikana wapeane priority kwa walemavu. Mbona ya walemavu zisipewe priority? Unaona mambo inaenda hivi hivi tu katika serikali yetu ya Kenya. Tunataka kusema ya kwamba vile katiba yetu inasema katika chapter 4 article 54, hebu tuhusishe walemavu na hebu tuangalie ya kwamba walemavu wana haki yao katika mazingira. Inatakikana tuwe na haki, maana hakuna haki sahihi kwa walemavu na mazingira. Sisi ndio tunaweza, tumefundisha na kwa walemavu, lakini la sivyo hakuna haki hapa kwa walemavu na mazingira katika serikali. Labda tu tukimaliza, swali la mwisho, wito kwa serikali pengine ni gani kuhusiana na ufadhili wa walemavu, namna ya kutunza mazingira na kuboresha biashara? Wito wetu kama kwa serikali ni kwamba ningependa serikali zile fedha zinazokuja za mazingira, kuna fedha zimekuja katika serikali za mazingira. Ningependa kuambia kwamba tunatakana waweke percentage ya zile fedha iende kwa yale mashirika ya walemavu ambayo yanafanya kazi katika mashinani. Kwa mfano kama tunaweza na kama kuna mashirika zingine ziko za walemavu, lakini kama tunaweza, maana niko hapa, tunaweza tunafanya. Ningependa kusema ya kwamba zile fedha ziko katika county, ziko katika national government ambazo zinahusika na mambo ya climate change. Tunataka ya kwamba percentage ya hizo pesa iende kwa walemavu ili shughulikie walemavu, na zile mashirika za walemavu sio wachukue waweke kwa National Council for Person with Disability. Hapana, kwa sababu katika hapo walemavu wenye wanafanya kazi ya mazingira mashinani hawatapata, maana huwa hatuoni mambo kazi yenye inafanyika. Kwa hivyo haitafanya hivyo. Kwa hivyo iende direct kwa wale mashirika ambazo zinafanya kazi ya mazingira zaidi yale walemavu katika mashinani. Percentage itoke iende kwa yale mashirika. Na pia ningependa kuambia serikali ya kwamba iweke kipaumbele masuala ya walemavu na mazingira, kwa sababu walemavu wengi hudhurika sana kukiwa na climate change. Kuna viungo vya walemavu huwa vinabadilika. Unapata walemavu wanapata sasa magonjwa mbalimbali katika viungo nini. Unaona mlemavu alikuwa hivi, sasa kwa hivi, kwa sababu ya zile mazingira na zile mishipa ya ule mlemavu zina react na ile mazingira yenye iko. Kwa hivyo vile zina react na mazingira yenye iko, unapata ya kwamba walemavu wengi wanakuja kukua different na wanakuja kuwa weak na wanakuja kuwa health yao haiko mzuri kwa sababu ya ile mambo ya climate change na ambayo inafanyika kwa saa hii. Kwa hivyo serikali iweke kipaumbele masuala ya walemavu na climate change, kwa sababu walemavu wanadhurika sana kiafya. Si kiafya tu ati mtu ameenda amehala kwa sababu ya takataka, hapana, viungo vya walemavu. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba walemavu wawekwe kipaumbele katika masuala ya mazingira. Tusiachwe nyuma, maana nimeona kuanzia serikali kuu mpaka serikali ya county, nimeona ya kwamba walemavu wametengwa sana na mambo ya mazingira katika serikali zenyewe za county na
serikali kuu. Tunataka sisi walemavu tuhusishwe, na sio tukue tu mtu uje uweke hapo ambaye unapinga ile walemavu ambao wanafanya mambo ya mazingira. Hapana, kwa sababu wengine wanaenda wanachukua ndio ni mlemavu, lakini sasa haelewi sana mambo ya mazingira na walemavu, lakini anamweka pale kunyamazisha mdomo kusema ya kwamba tuweke hii. Sasa wakikuja tutasema tuweka hii, lakini there is nothing going on katika county ama serikali kuu na mambo ya mazingira na walemavu. Kwa hivyo tuangalie kama vile tunaangalia serikali inaangalia mashirika inafanya mambo ya health, inafanya mambo na hii ya walemavu, ya sio isema walemavu wote wako katika National Council for Persons with Disability. No, not all persons with disabilities wako katika National Council, wote wako hapo kwa sababu ni bodi ya serikali ambayo ina mandate yao tofauti na walemavu. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba hiyo walemavu wasiwekwe ati wako pale ama walemavu wote sijui wako. Hapana, ukienda sasa kusema walemavu hawajajiunga, no. Wao sisi tumefanya mambo ya mazingira na walemavu na tumefikia kila mlemavu. Kama shirika lingine yoyote ile ambayo inafanya hiyo mambo, isifike walemavu wanze walemavu wanakuwa na visababu kwa sababu wanataka kuweka watu wao. Hapana, ningependa kuambia serikali, niambia serikali kuu, naambia serikali ya kaunti ya kwamba walemavu wahusishwe kikamilifu katika mambo ya mazingira. Ndio, la sivyo tutaendelea kupush kama tunaweza na kupush na kuwapush kuhakikisha ya kwamba wamefanya. Hawatasema watafinyilia walemavu chini. Hapana, ufinyili walemavu chini. Inatakikana kwanza wewe ukiona mlemavu anaenda juu, unamsukuma anaenda juu kabisa. Wewe kama serikali sio unafinyilia mlemavu, amesema sasa sisi walemavu hatutaki hizi pesa zao tutazikula, sasa tutaki walemavu hizi pesa zao tutazikula. Hapana, manake mtu hawezi kujua muda wake atakuwa mlemavu, because God makes everybody, anatengeneza kila mtu kila wakati. Sasa wewe mkifanyia hiyo walemavu msiwapatie haki yao, na nyinyi mnawezaje kujua kama mtu hawezi kujua kama atakuwa next minute mlemavu ama next second mlemavu ama kesho yake ama kesho kutwa, hawezi kujua. So tukifanya hivi tujue ya kwamba sote ni walemavu, lakini ulemavu unakuja katika hali yake, maana hakuna mtu anajuanga. Hata wale walizaliwa walemavu kama mimi sikujuanga, sikujua, lakini nimejipata ni kwa hivyo. Kwa hiyo msiangalie walemavu kama vitu tu vimetupwa kule ama hawana akili na hawawezi kufanya, hawana akili. Hapana, hii mambo ya mazingira tuweke walemavu, kama serikali mweke walemavu. Asante sana. Labda Bilusi cha kuongezea makeno na tushamaliza. Asante sana. Kama vile mwenzangu amesema, mambo ya mazingira na mambo yote kuhusu jamii inatakana tuweke walemavu, kwa sababu hata mashirika pia, serikali na mashirika. Mimi nilikuwa mahali kwa mkutano, nilikasirika kwa sababu wakati natoa pointi yangu, mwingine akasimama akasema, wewe si mlemavu peke yake, tuko na walemavu wengi sana, tunatakana kuita hapa National Council. Na yale yalikuwa mashirika ya kijamii yote kuonyesha kwamba hawataki walemavu wawe pale, hawataki walemavu waelimike, hawataki walemavu waendelee. Kwa hiyo katika mambo ya mazingira, katika kila nyanja wanatakana waweke walemavu, kwa sababu wanaona mambo yetu sisi tunatengeneza si kama vile wale watu wengine wanatengeneza, na lakini ya contributing kwa kusafisha mazingira yetu. Zile vitabu zikichomwa si zitaenda kutengeneza, wanasema carbon ozone zitaenda kutengeneza hiyo, na zikienda kutengeneza itakuwa inaharibu environment yetu. Kwa hiyo tuangalie sana mambo ya walemavu na climate change. Kitu kingine ninasikitiza ya kwamba mambo ya market, kwa sababu ya vitu ambazo tunatengeneza kutoka kwa
takataka. Tunataka market ya hizo vitu. Ndiyo. Ninaona watu kutoka mbali wanaweka, na sisi tunasema walemavu, angalie vile watu walemavu wanatengeneza. Sana sana serikali yetu nataka walemavu wasibeg on the street. Walemavu watakosaje kubeg on the street kama hawakuwa empowered? Wakitengeneza kitu kutokana kama na takataka, that is empowerment. Inatakana serikali ione tunaweza kusaidiaje, wakatengeneza wakaboresha zaidi hizi vitu wanatengeneza, ili kazi ikapatikana. Kwa nini? Kwa walemavu. Na sheria vile amesema, sheria ziwekwe. Kama pesa imetoka, tuseme imetoka kwa serikali, isemekane 10% ya hii money, it is a must iende kwa mashirika ya nini, ya walemavu. Hata ikiwa 5%, but it is a must. Hii pesa za environment iende kwa mashirika ya walemavu, so that hii mashirika ya walemavu nayo ikaweze kugrow, nayo ikaweze kufikia viwango vingine, ili our government, vile nilisikia rais wetu akisema anataka our government kuwa kama first world, na sisi ili kufikia that, walemavu wakibaki nyuma hatutafikia that, kwa sababu tutakuwa tumewacha kitengo cha watu nyuma. Kwa hivyo serikali, policies, chochote kinatengenezwa kijumuishe walemavu. Tuko na hizi vitu za takataka, inapewa katika kila watu kwenda kuokota takataka. Hizi matukutuku hizi za kuokota takataka ambazo kaunti yetu imepeana. Sisi tulikuwa tunaenda kwa huko kuokota takataka kwa pesa, na lakini hao sasa wamepewa hiyo, na waokote takataka na watapewa shilingi 1,100 kila mwezi. Na lakini ningependa kujua kwa hao wale walemavu wamepewa hiyo ni wangapi? County government yetu tuambie. Na kama hawako, wako na mpango gani kwa walemavu? Kwa sababu mashirika yote imeitwa ya kutengeneza takataka, na tunajuana wote, na lakini sisi hatukuitwa, kwa sababu wanafikiria hatuwezi, but by the way ni sisi ndio tunafanya makubwa sana kushinda wale wengine. Kwa hiyo tungependa support our government to support us, na tukiwa supported hatutakuwa hapa, si mazingira peke yake. Na pia kazi itafanyika si kwa walemavu peke yake, itafanyika kwa kila mtu, na kila mtu atafanya nini? Atafurahi kwa sababu ya ile ambayo atakuwa anafanya. Shukrani sana. Pengine Bi Charity nataka kuongeza ningependa kuongeza kwa hiyo yenye amesema, na nitasema hivi, kwa vile tunataka serikali tusaidie. Na wakati huu tumekuwa na yale mashirika, yale CBO zenye zimechukuliwa na serikali, zinafanya mambo ya mazingira, na watakuwa wanalipwa 100,000 every month. Kwa nini hawakuchukua ya walemavu? Hakuna ya walemavu hata moja. Kwa hiyo kwa nini hawakuchukua ya walemavu? Yet kama tunaweza hivi, tumekuwa pamoja nao. Sijui kama kuna nyingine huko wako huko mashinani. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika kaunti yetu ya Mombasa, yule anahusika na mazingira, ni kwamba tunaweza, tuko hapa, tuhusishe na utuite, maana pia tutakuja kwa ofisi yako. Tutakuja kwa ofisi yako kujua ni vipi walemavu hatukuwekwa hapo katika hiyo mradi ambayo inatengenezwa, kwa sababu walemavu wengi wanafanya kazi nyingi ya mazingira. Vile vile ningependa kusema ya kwamba katika kaunti yetu ya Mombasa pia, katika ile vitengo inashughulika sio tu huku mashinani peke yake, huku kwa kaunti kwenyewe inatakikana kuwekwa walemavu. Inatakikana kuwekwa walemavu ambao wanaelewa vizuri mambo ya mazingira, so that hawa walemavu waweze kuendesha vizuri mambo ya mazingira na walemavu wengine. Lakini ninasema ya kwamba tushirikishe, sisi tunaweza, tushirikishe, sisi tunaweza. Mlemavu anaweza, na mlemavu si mgonjwa, anaweza
tushirikishe, tunaweza. Shukran sana. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kumbuka kwamba tulikuwa hapa katika shirika hili la Tunaweza People with Disability, na tulikuwa naye mkurugenzi mkuu Bi Charity Chahasi na mwenzake hapa Bi Lucy Chesi. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, mlemavu ambao kwamba unamuona pale njiani, wewe ikiwa si mlemavu unamuona mwenzako mlemavu, kumbuka kwamba usimdharau wala usimcheke. Kumbuka kwamba yule mtu anaweza kufanya chochote ambacho kwamba wewe unafanya. Hivyo basi kumbuka pia tumeweza kuelezewa kwamba taka ambazo kwamba tunazitupa, makaratasi, chupa, zinaweza kutengeneza bidhaa na kuwa zikaweza kuweza kuzika pale, kama tumeambiwa kwamba taka hizi za makaratasi zinaweza kutengeneza shanga, tena shanga nzuri. Vile vile pia chupa pale zinaweza kutengeneza pia umesema ukanda, zile vifiniko. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kwa wale ambao kwamba wangependa pia mafunzo haya, hakikisha kwamba mnakaribishwa hapa Tunaweza. Pengine wapatie location na namba. Sisi Tunaweza tuko hapa Bombolulu stage Bombolulu estate pale. Ukipita utateremka hivi utaona Tunaweza iko hapo. Tuko mara mbili na tuko hapa pia stage ya bus ambapo tunafanyia mambo ya workshop. Na ofisi iko pale Bombolulu estate opposite veterinary clinic. Na hapa katika workshop yenyewe hapa tuko opposite Samari Furniture ama next to Lilco Windows. Kwa hivyo tuko hapo, na namba ya simu ambayo unaweza kutufikia ni 0792765821. Na nilisahau kuambia ya kwamba tuna hiyo si peke yake ya kutengeneza tunatengeneza peanut butter. Tunatengeneza peanut butter. Na hiyo peanut butter ni tamu sana, tunaita onja utamu. Kwa ile pia wanataka kuja kununua, kumbuka kwamba ni vitu ambavyo kwamba vinauzwa. Mpenzi mtazamaji, kama umependa, hakikisha njoo ununue vitu ambavyo kwamba ni natural kutoka kwa mazingira, ama tunasemaje, vitu ambavyo vinatoka kwenye taka. Kisha mpenzi mtazamaji, unafika hapa kuweza kununua vitu hivyo. Mimi na la ziada. Kumbuka kwamba naitwa Farida Ali na tulikuwa hapa katika kipindi cha Gumzo na mabibi hawa kina Charity na Chesi. Kwa heri mtazamaji. Kwa heri. Hii ni An-Nisaa TV.